Tuangazie mechi ya jana sasa. Dabi ya Afrika Mashariki ambayo kila timu iliingia pale ikitegemea inaenda kuchukua pointi kwa mwenzake, lakini isivyo bahati wakagawana pointi moja moja. Mchezo kwa ujumla ulikuwaje? Mchezo ulikuwa mgumu, lakini pia ulikuwa mchezo mzuri. Kipindi cha kwanza Uganda waliutawala mchezo, hasa baada ya Tanzania kuwa wanakabia kwenye eneo la chini. Tanzania waliingia na mfumo wa 4-1-4-1. Maana ya kwamba atakuwa na kiungo mmoja mkabaji ambaye ni Novatus Dismas, lakini Alphonse Mabula, Tyler na Lakia pamoja na viungo wengine ambao wanasalia pale wanakuwa wanne katika eneo la juu ili kumsaidia mtu ambaye anasalia eneo la juu. Kitu ambacho kwa namna fulani niliona kama Uganda walitumia kama nafasi hiyo. Uganda walikuwa na mabeki wawili ambao wana uwezo wa kupiga mpira ukavuka ukuta wa Tanzania. Ndio kitu ambacho kilisababisha hata ukitazama ile goli ambayo tulifungwa na Uganda la kusawazishwa. Mpira utoka kwa beki wa kati, Toby Sibiki, akaweza kuupiga pembeni kumtafuta mchezaji wa Uganda ambaye alikuwa katika eneo hili ambaye aliweza kupiga cross ikaenda kuzaa bao. Hicho ndio kitu ambacho tulipungukiwa kwenye mchezo ule. Tulikuwa tunakabia juu, lakini bado tulikuwa tunawafanya mabeki wa Uganda waweze kurelax. Wanaamua wapi wapeleke mpira, wapi waweze kupitisha mali, wapeleka. Lakini kwa kipindi cha pili nilitazama majukumu yalibadilika. Alphonse Mabula alifanya role kubwa sana baada kipindi cha pili. Baka alikuwa anaonekana anachukua mipira chini, lakini pia alikuwa anafanya kazi chafu ya kukaba mpira, kupoka mipira kwa wapinzani na kupeleka eneo la juu. Muda mwingi alifanya vizuri. Novatus Dismas akabakiwa na jukumu la kukaba. Faisal Salum naye hakuwa na mchezo mzuri katika siku ya jana. Na ndio bana hata katika dakika za mwishoni aliweza kutolewa, akaingia Chazi Mombwa. Wale walicheza vizuri kwenye kipindi cha pili, walijitahidi kuingia mchezoni. Kipindi cha kwanza wachezaji 40% unaweza ukasema hawakuwa mchezoni, japokuwa walikuwa kiwanjani, walikuwa hawatimizi majukumu yao kwa wakati, na ndio maana mpinzani alikuwa anafika sana. Mabeki wakati wa Uganda kama nilivyozungumza, walikuwa wameshatazama wapi tunapeleka mipira. Abdulaziz Kayondo, fullbeki wa Uganda, alikuwa na overlap sana. Anapiga mipira mirefu, inadondoka, anapeleka mashambulizi. Kipindi cha kwanza tumefikiwa mara nyingi sana na Uganda kwa dakika za mapema. Kulingana na kile ambacho walikuwa wanashindwa kujifanya na Simon Msuva kuwafanyia pressing mabeki wa Uganda ambao inaonekana wangefanyia pressing kwa haraka walikuwa wanaweza kupoteza mpira. Ile kwa kuwa walikuwa wafanyii pressing ya kwenda kupelekewa pressure ili waweze kufanya vibaya katika mpira ambao wamepokea. Ndio maana walikuwa wanapata utulivu na kuweza kujua wapi wapeleka mipira, lakini kwa kiasi kikubwa kipindi cha pili niliona mabadiliko kadhaa ambayo yalisababisha timu sasa kuanza kukabia juu. Simon Msuva akasogea eneo la juu, Tyler na Laki akasogea eneo la juu, lakini Kevin John pia akasogea eneo la juu kabla ya kwenda kupumzishwa na kuingia Popa Mbwana Samata. Safu ya ulinzi ya Taifa Stars inafeli wapi? Mabao matatu kwenye mechi mbili ya aina ile ile. Nini sababu hasa tuangalie kwa golikipa kwanza. Zuberi Foba. Kwa mchezo wa jana kuzungumza kwamba golikipa inawezekana tukawa tunampa lawama bure golikipa. Nimekwambia wale watu wa juu walivyokuepo pale juu. Simon Msuva na Laki kabla ya kutoka, lakini hata Mbwana Samata baada ya kuingia. Walikuwa wanashindwa kwenda kuwapelekea pressure walinzi wa Uganda ambao walikuwa ni warefu, lakini pia wana uwezo wa kupiga mipira kudondoka nyuma ya ukuta. Ndio kitu ambacho kilitokea. Anaanza mpira Dennis Onyango, anampigia Toby Sibiki ambaye ni mlinzi wa kati, ana dribble moja, anatazama juu, anakuta mwenzake kashafungua. Ukitazama ule mpira kabla hajadondoka nyuma ya ukuta, Ibrahim Baka pamoja na mwenzie Nondo Mwamnyeto walikuwa pale. Mwamnyeto akiwa na mkaba yule Ikpeaz ambaye ni mshambuliaji aliyeenda kufunga bao lile, lakini Ibrahim Abdullah Baka alikuwa peke yake katika eneo hili. Anakuja kugeuka, anakuta tayari amefika kwa mpinzani, anakwenda kumfanyia marking. Huku Bakari Nondo Mwamnyeto anakimbia na mshambuliaji akiwa amemwachia space. Tayari ana uwezo kuona mpira na kuchagua wapi apige. Ndicho kilichotokea, imepigwa cross, mshambuliaji beki yupo nyuma ya mshambuliaji anachagua anapiga namna gani, kichwa anakwenda kuchagua engo, anampoteza mlinda mlango na kwenda kuzaa bao kwa timu ya taifa ya Uganda. Lakini kitu ambacho si rahisi kwa walinzi, mtu anayetazama lango ni rahisi kugeuka kuliko anayetazama mbele. Ndicho kilichotokea kwa bwana mkubwa Ibrahim Abdullah Baka. Ingekuwa anatazama nyuma ilikuwa ni rahisi kufikia ule mpira, lakini kwa kuwa alikuwa anatazama mpira unakotoka, ndio maana ilikuwa ni ngumu kufikia ule mpira na kusababisha timu inakwenda kuconcede bao. Zuberi Foba kwa mchezo wa jana alifanya vizuri sana kwa mchezo wa jana. Makosa mengi alipunguza Zuberi Foba, lakini pia alikuwa na uwezo wa kupokea mipira kutoka kwa walinzi na kuweza kupeleka mbele kuanzisha mashambulizi. Alikuwa perfect siku ya jana. Makosa
Kwa kusema ni makosa ya ulinzi nzima, sio kwenda kupeleka lawama kwa mtu mmoja kutokana na bao ambalo alienda kufungwa, lakini safu ya ulinzi kama safu ya ulinzi bado ina kitu cha kufanya. Mchezo miwili, mabao matatu si machache. Inamaanisha nini? Timu yenu inafikiwa sana. Na ikiwa mlinda mlango atakwenda kufanya save nyingi, hiyo timu inafikiwa sana kwa haraka, na ndio wapinzani hupenda kutumia nafasi kama hii. Tutakwenda kucheza mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia. Timu ambayo ina wachezaji. Kabla hujaenda hapo, mabeki wanaofanya kazi ya ulinzi Taifa Stars wanatoka timu moja na kwenye timu yao wanafanya vizuri sana kwenye swala la ulinzi. Nini kinapelekea Taifa Stars wanafika kwa haraka ingawa tu wao wanafahamiana vizuri zaidi? Kufahamiana vizuri na kucheza katika timu moja inaweza isiwe sababu ya nyinyi kufanya vizuri. Ijapokuwa kwenye timu mnafanya vizuri, lakini pale mnakwenda mnakutana na kundi la wachezaji wengine. Inawezekana kwenye makosa yale ambayo yanatokea kwenye eneo la kati, Ibrahim Abdullah Baka anazungumza na kiungo mkabaji wa Yanga, labda Juke Abuya. Hapa utakwenda kusaidizana. Juke Abuya anaweza kawa anasimama katikati yao. Lakini ukija kwenye timu unakutana na wachezaji wa aina nyingine tofauti na Juke Abuya ambaye mlikuwa mnasaidizana katika eneo la kukaba pale pindi ambapo nyinyi mnapelea kwenye kuclear zile makosa ambayo yanatokea. Kwa hivyo ni makosa ambayo yapo kwenye mchezo. Na ndio maana unaona mwalimu anakuambia tumetoka hapa, makosa tuliyoyaona tumeweza kujifunza, tunarejea kwenye kiwanja cha mazoezi ili kwenda kujifunza zaidi na kupunguza makosa ambayo yametokea.